Lakini jambo lingine Mheshimiwa Waziri ambalo nataka kulishauri ni kuhakikisha kwamba ndani ya serikali tuna wizara ya vijana ile pale. Hakuna mpango unaweza kufanikiwa dunia hii kwenye nchi yoyote bila kuangalia wizara ya vijana. Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan cha kwanza ndiye champion kuelekea mipango ijayo ya miaka 50 kwa kuanzisha wizara ya vijana. Sasa ukisoma kwenye ripoti huku ripoti mbalimbali inaonyesha Tanzania tuna mifuko zaidi ya 70 kwenye wizara mbalimbali yanayohusika na wizara ya vijana. Sasa hatuwezi kuwa na wizara ya vijana lakini kuna wizara zingine huko zimekaa na mifuko ambayo inasimamia wizara ya vijana. Ni wajibu na ni muhimu kwa kipindi hiki wizara zote ambazo zina mifuko mbalimbali ambayo inahusisha vijana, mifuko hiyo ikaelekezwa kwa kwenye kapu moja, ikasimamia chini ya Wizara ya Jeuri na Nauka, Wizara ya Vijana na Maendeleo, ili angalau kwenye hili kapu moja tukisimamia tuwe tuna uwezo kufanya monitoring kwamba mfuko gani na mfuko gani haujafanya kazi. Kwa nini Mheshimiwa Waziri? Ukiangalia kwenye hii mifuko 70 kwenye ripoti inaonyesha tumekopesha zaidi ya trilioni 3.5 kwa vijana zaidi ya milioni 24. Hasa kama tumekopesha hizo fedha na vijana nje wanalalamika ajira hazipatikana, ni nani anayekula hizo fedha? Kwa ni lazima tuwe na kapu moja ambalo inaweza kucontrol mifuko yote ambayo inaweza kusupport vijana kwenye nchi yetu. Tofauti na hapo tukufanya wizara ya ofisi ya waziri mkuu na mfuko wa vijana, wizara nyingine tena na mfuko wa vijana. Hii mifuko ilivyosambaa kwenda huku ndipo tunaruhusu kwamba kuonekana kwa ule utendaji kazi wa hiyo mifuko kusio na tija. Kwa ni lazima wizara ya vijana iwezeshwe, iweze kupewa hiyo mifuko yote ikasimamiwa ndani ya kapu moja ili waziri wa vijana awe na nguvu ya kufanya hiyo kazi. Haya ni maoni yangu. Lakini zaidi Mheshimiwa Waziri, naendelea kushauri kwamba sekta ya kilimo ni vyema pia ikiendelea kuwezeshwa kwa sababu ni eneo ambalo katika nchi yetu linaongeza sana kwenye swala la uzalishaji. Mvua imeanza kuwa inakata kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumejikita kwenye kilimo cha umwagiliaji. Tunatamani sana tuendelee kuweka fedha nyingi kwenye kilimo cha umwagiliaji ili wakulima wetu waweze kubadilisha mazingira ya kutegemea mvua, sasa wawe na uwezo kutegemea maji kwa msimu mzima tuweze kulima, kwa sababu bila kilimo taifa letu litapata wakati mgumu, lakini pia sekta zingine zitakwama. Kwa hiyo niendelee kuhamasisha kwamba tunapohamasisha kilimo tuhamasishe pamoja na barabara za TARURA. Kwa dakika zimeisha? Ndio. Muda wako umeisha Mheshimiwa, nakushukuru. Sianza hata kuchangia sana.